Wiki iliyopita baada ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba kupewa nafasi, tuliona mlipata nafasi ya kukutana mkateta ofisini kwake jijini Dar es Salaam. Baada ya kikao kile kumekuwa na matukio nadhani unafahamu hali ya siasa nchini tulivyo, na jana tumemsikia waziri mkuu wetu Dr. Mwigulu akiwa mkoani Arusha amesema kuna serikali sasa imeanza kufanya engagement, kukutana na wadau ikiwemo Kanisa Katoliki. Kuna vitu mmezungumza na waziri mkuu amesisitiza sana nchi na wananchi kufanya mazungumzo kuhusiana na mambo kadhaa yaliyotokea, na akasema kabisa tumeshaanza kuchukua hatua za kuzifikia taasisi mbalimbali, taasisi za kidini sasa, na akalitaja Baraza la Maaskofu wa Tanzania Katoliki TEC. Sasa tukiunganisha haya matukio makutano ya wewe na waziri mkuu na kauli ya jana, vipi, nini kinaendelea kati ya serikali na Kanisa Katoliki kwa maana ya Baraza la Maaskofu ambalo wewe ni kiongozi wa ngazi ya juu? Asante sana, na shukuru kwanza kwa kutafuta nafasi tuweze kuliongelea hilo, kwa sababu ni swala ambalo linagusa nchi, kwa sababu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 yalikuwa ni matukio makubwa. Kulikuwa na tukio la uchaguzi, lakini kukawa na tukio la maandamano katika sehemu nyingi nchini, na hivi kuulizia yanayoendelea kati ya serikali na Kanisa Katoliki nchini au na Baraza la Maaskofu, kadiri mlivyoona kwenye vyombo vya habari, ni halali yenu na ni vizuri, mmefanya vizuri kutafuta kujua tu kanisa limesema nini na serikali kuhusiana na hii hali. Kwanza kabisa nikiri kwamba maaskofu walianza kikao chao tarehe 11, wamekuwa kwenye kikao vya kamati na nini, lakini 13, 14 na 15 ndio wakatoa tafakari yao, ambao wameelezea yaliyogusa siku ya hiyo ya tarehe 29, lakini walijiegemeza zaidi maaskofu katika kile ambacho kimeleta masikitiko na kimeharibu historia ya nchi yetu, hasa yaliyotokea mauaji ndio tulichokiongea. Sasa nikirudi kwenye mimi kukutana na waziri mkuu, kwanza waziri mkuu tunatoka mkoa mmoja, alafu ana mahusiano mazuri sana na Kanisa Katoliki tangu zamani tu, sio kwamba jana. Na aliponiomba niende nikamwone, nilijua tu ni ndugu yangu, kwa maana kwamba ni kiongozi wetu sasa, kiongozi mkubwa, lakini kiongozi mkubwa haiondoi pia na ubinadamu unabaki, ujamii. Kwa nilienda pia kwa mazingira kwamba ni mtu tunafahamia, na akaniambia uje ofisini. Sijui kama na nyumba Dar es Salaam, nilisema mimi namjua yuko Dodoma alipokuwa waziri wa fedha. Basi akaniambia nimuone ofisini. Alinipigia yeye mwenyewe akiwa anataka nionane naye. Nikasema siwezi kukataa, ukiitwa na kiongozi wa serikali, ni kiongozi wetu. Ameshatangazwa waziri mkuu ni kiongozi, na nchi inaendeshwa na serikali. Nchi inaendeshwa na serikali. Tunasema serikali ni mashine ya nchi, ni injini ya nchi. Nchi haiwezi kuendelea. Nchi unavyojua ni watu, mipaka na utawala wa watu wenyewe. Nchi, eneo lile lenye mipaka yake na watu wenyewe, na kule kujitawala kwa watu wenyewe, basi hapo ndio tunasema hiyo ndio kinaunda nchi. Sasa serikali ni ile sasa injini yenyewe inayofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo kitu na kiongozi wa serikali lazima uitike. Nikaenda katika mazungumzo, tumeongea. Kwa kweli mazungumzo yalikuwa ni binafsi, hayakuwa mazungumzo ya kibaraza la maaskofu na serikali, hapana, yalikuwa ni mazungumzo binafsi.
na mazungumzo binafsi ni wazi, tutagusa hapa na pale yaliyotokea tarehe 29, sasa mtafanyaje, sasa mna nini, tunaongea tu kama kawaida. Ni masikitiko, sasa tufanyeje, tusaidianeje? Tunaambia sisi tunaendelea kuwasali, kuombea, lakini tamko maaskofu wametoa, nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu kwa maana hiyo kwamba, lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani, baraza linasemaje, hali hii tuifanyeje. Ni wazi baraza limeongea kwenye tafakari yake. Maaskofu wamekaa, maaskofu wote wamekaa, wametoa tafakari yao, ndicho kilichofanyika. Nikamwambia ndio hicho ndicho kilicho pale. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli ningesema nilikuwa ni kwenda kumwona tu kama alivyoniita, na yeye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini, na wala wakati wa kuongea hakuwepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja tukasema hebu tupige picha bwana. Tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele ya juu ya kichwa cha Nyerere pa picha ya Nyerere pale, ambaye na hiyo picha ya Nyerere haikutoka. Sasa waandishi wa habari nyinyi mlivyo wajanja, hata picha ya Nyerere haikutoka, ikatoka tu mimi na yeye tu, tena tunavyopongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo? Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi, na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maaskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji msemaji kadiri ya katiba ya baraza la maaskofu. Msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili, anayetoa hilo ni rais wa baraza la maaskofu, ndio anayetoa. Wengine wote mpaka wakabidhiwe na yeye. Kwa hiyo hata ningeomba ruhusa kwa rais wa baraza, Mheshimiwa Baba Askofu, rais wa baraza la maaskofu, nimeitwa na waziri mkuu, ameniomba na niambia amekuletea barua, anasema ajenda ni nini. Hayo hayakuwepo. Kwa hivyo sikwenda kitaasisi, nilienda kama mimi. Sasa picha waandishi wa habari wamezitumiaje? Mimi hayo siyajui kwa kweli.